Wandugu wapendwa katika Kristo Yesu, tumsifu Kristo Yesu. Milele na milele. Amina. Nyote na washukuru kwa amani na ya Bwana. Leo tumekusanyika katika hii ibada ya misa kwa neno la kushukuru Mungu, tukijiunga pamoja katika tukio la kuanzilisha Mariatoni ya 16. Ni tukio la upendo na mshikamano kati ya familia ya Radio Maria. Katika ibada hii ya misa tumealikwa pia kushiriki kwa moyo wa ukarimu katika kuiunga mkono Radio Maria ili iendelee kutimiza utume wake wa kutangaza na kushiriki kwa njia ya vyombo vya habari kutangaza injili ya Kristo. Na padre alisema tusikue wa kusikiliza, tukue tusikilize na tufanye matendo. Tusipofanya matendo, hatutakuwa tunashiriki kwa injili ya Yesu Kristo. Mariaton ni neno linalotumika pekee katika Radio Maria kwa dunia yote. Hivi mwezi wa 5 kila Radio Maria zote duniani tunafanya Mariatoni. Hata ikuwe Afrika, Ulaya, Marekani na Asia, sisi wote tunashughulika na hiyo Mariatoni. Ilipoanza kwa mwanzo katika Radio Maria ya Colombia, pale walikuwa na tatizo la pesa na karibu radio yao ifunge milango. Sasa wakafanya ile tendo la Mariaton, ndio kusema wanafanya ni mwendo pamoja na Maria kutimiza mambo maalum wala special actions za kuendelesha mambo ya injili wala utangazaji wa injili kupitia vyombo vya habari mnamo Radio Maria. Baada ya kuandisha ombi hilo kwa wasikilizaji wa radio, mmoja alipendekeza kuwa ingekuwa vema zaidi tukio hilo liitwe Mariaton baada ya Mariatoni, ikimaanisha kutumia safari pamoja na Bikira Maria. Hapo ndiyo neno Mariatoni lilipendezwa. Shughuli hiyo ya kusafiri pamoja na Maria ilipokelewa kwa hamasa kubwa ndani ya Radio Maria, na wasikilizaji wote wakatoa mchango mkubwa uliosaidia kutatua tatizo mbalimbali. Baadaye wazo hilo liliendelea katika Radio Maria kutoka duniani kote na hatimaye likafika hapa nchini kwetu Rwanda. Kwa kawaida Mariatoni ya kila mwaka, hii inakuwa Mariatoni ya 16, inakuwa na mpango yenye inapaswa kutimiza. Mariatoni ya mwaka hii ni ya kutimiza, kwanza kuboresha na kuandaa chumba maalumu
cha kuhariri habari na vipindi, kwani hatukuwako na hiyo chumba awali kwenye Radio Maria, na hii mwaka tunafanya mpango ya kufanya hiyo chumba maalum, yani newsroom, ya kutusaidia zaidi kufuatana na maendeleo ya kisasa. Na pia itasaidia katika mradi wa kuweka vifaa vya utangazaji katika kila jimbo la Katoliki nchini kote. La tatu, inasaidia Radio Maria Rwanda kutekeleza vyema utume wake katika miezi ya 5, 6 na 7. Kwa hiyo tunahitaji milioni 120. Hapa nilikuwa nasikia mnasema ni milioni 112. Si ndio? Ndio milioni 120. Hizo zote zitasaidia Radio Maria Rwanda kutimiza hii miradi 3 yenye nishawaelezea. Sasa tunahitaji sisi wote kujiunga mkono kusudi neno la Injili linalotangazwa na Radio Maria liendelee na radio yetu ipate njia nzuri kufuatana na vifaa vya kisasa. Tutangaze neno la Mungu, wengi wapate kulijua, wengine waendelee kujua zaidi neno la Mungu na wajui ni nani wanaifuata. Kwa mwisho, tutasaidiana kuunga mkono, tumuombe Mungu na mama wetu Bikira Maria atuwezeshe kutimiza hii mpango yote yenye tumetekeleza pamoja, na ikuwe miradi ya kusaidia kujua zaidi neno la Mungu, kulijulisha wengine wasilolijua, na na kufundisha wengine walilolijua waendelee zaidi, na kupata vizuri wala kuingia sana ndani la neno la Mungu ili wapate kulitangazia wengine. Kuna njia nyingi za kusaidia Radio Maria kama tulivyofanya hapa katika hii ibada yetu ya misa, na tena tunaweza tukatumia njia mbalimbali, na mnamo njia ya hii tunayozoea hapa Rwanda ya Momo MTN tunatumia 30 mara 3, ndiyo kusema 30 mara 3. 30 30 30 wala 30 30 30. Ukitumia tu ile njia, na tutapewa karatasi kidogo zitakazokumbusha ili tusisahau kusaidia Radio Maria. Nawatakia nyinyi wote heri na neema ya Bwana. Tuendelee sisi kuchangia ufufuko wa Yesu Kristo katika familia zetu. Asanteni. Tumshukuru Emmanuel mara ingine tena kwa neno nzuri na tujalia. Asante sana Emmanuel kutuambia historia ya Radio Maria, kutuambia Radio Maria natembea na